Oh. Ah. Oh, wanne hivi. Hapana, hapo isimame kwa hivi. Isimame hivi? Hapo isimame hivi. Isimame hivi juu Nani iende kwa kukaa. Waende kwenye duka lolote. Hata kwa masiji angapi. Ngoja na mimi nipandishe niwatelekeze hapa. Naitwa Ali Mkwama Kiwalaka. Tunamshukuru kama unavyoona saa hizi tuko na wananchi. Tuko tunachimba mtaro huu ambao kidogo mitaro ilikuwa ni changamoto. Mvua zikinyesha maji yalikuwa yanakatiza tu barabarani na yanavunja barabara. Kama unavyoona kuna sehemu zingine tumeweka mifuko, bado tunaendelea. Na of course kwamba hamasa ya wananchi kiukweli imekuwa ni changamoto kidogo. Jana tulipita na kipaza sauti, tulimwomba mtu atupitie mtaa mzima na kipaza sauti, lakini pamoja na kutangaza kama unavyoona hivi watu wamejitokeza, si kwa wingi sana, ni vile tu kukosa ule muamko. Lakini rai yangu mimi kwa wananchi wa Igodima, pindi wanapokuwa wanapita wanaona wenzao wanafanya maendeleo, basi wajitokeze kwa wingi ili kuja kufanya maendeleo, kwa sababu hii barabara sipiti mimi mwenyewe Mkwama au na watu wengine, hapana. Kwa hiyo tunapita watu wote kuanzia wakubwa mpaka wadogo. Unaona, kwa hiyo mwisho wa siku rai yangu mimi wajitokeze kwa wingi kama tunavyojitokeza wengine. Maana wengine pia tumeacha shughuli, si kana kwamba hatuna shughuli zinazo za kufanya, lakini tumeona ni muhimu sana barabara yetu kuiweka vizuri katika mazingira mazuri ili uweze kupitika. Kwa hiyo na Dodi Mwasoni ni mkazi wa Igodima, kata ya Iganzo. Nitoe wito kwa wananchi kwamba wajitokeze kwa ajili ya kukarabati barabara, kwa sababu imekuwa kero, kwa sababu tunashindwa kupita, watu wa bajaji wanashindwa kupita, watu kupitisha bidhaa wanashindwa. Lakini hii hali ya kujitolea wala hatulazimishi, ni kwa ajili ya mtu unajitoa tu kwa ajili ya nguvu yako kwa ajili ya kukarabati hii barabara. Kwa nitoe wito kwa watu wote kwamba waweze kujitoa pale tunapoitana kwa ajili ya kuweza kukarabati barabara yetu, kwa sababu imekuwa ni kero kubwa, haipitiki kabisa. Barabara changamoto iliyopo ni kwamba mitaro haina mitaro, jambo ambalo linapelekea kwamba isiweze kupitisha maji. Kutokana na hilo inapelekea kwamba iweze kuharibika. Kwa hivyo kama serikali, ombi letu kubwa ni kwamba sisi hatuhitaji rami. Kikubwa tunachohitaji huku ni kwa ajili ya kwamba waweze kututengenezea tu kiwango cha kokoto na kutengenezea mitaro ili maji yaweze kupita. Bila shaka hiyo kero itapungua. Kwa majina naitwa Edina Twite, ni mkazi wa Igodima. Leo tupo kwenye ujenzi wa barabara yetu, lakini hii barabara yetu ina changamoto. Na changamoto ya barabara yetu kubwa haipitiki kutokana na kutokuwa na mitaro, na ile mvua inayonyesha inasababisha maji yanapita kwenye barabara. Kwa barabara inachimbuka, inakuwa na mabumps, tunashindwa kupita. Hata watembea kwa miguu tunapata changamoto. Yotam John Mkwalakwala, mkazi wa mtaa wa Igodima, kata ya Iganzo, kwa Mbeya. Kwa siku ya leo tulihamasishana tuje kufanya maendeleo ya ukarabati wa barabara ya mtaa wetu, ambayo ndio hii tunayoifanya muda huu. Kazi hii tunafanya kwa kujitolea kama wananchi kwa ajili ya maendeleo ya mtaa wetu. Imeharibiwa na mvua na tunashindwa kupata usafiri kulingana na hali halisi ya barabara yetu ilivyo. Kwa hiyo tumehamasishana tuje tufanye maendeleo, tuje tukarabati barabara ili kusudi tupate usafiri uwe rahisi kwa sisi wanamtaa. Serikali huwa inatuahidi kwamba itakuja kuiboresha, lakini tu muda hujafika kulingana na kwamba ina mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo nadhani tunatangulia sisi tuendelee kufanya ili serikali itatukuta mbele.